Wakati wa ubatizo, kuna maneno yanaitwa efata. Kuna tendo la efata linatumika wakati wa kubatiza, na lile neno efata maana yake funguka. Na wakati wa kubatiza, anayetoa huduma ya ubatizo anagusa sikio na maneno. Mungu akujalie uweze kusikia kwa masikio neno lake, na anagusa ndimi za mdomo ama ulimi, na kuungama kwa imani, kuungama kwa matendo, imani ya kanisa. Kwa hiyo uweze kusikia kwa masikio neno lake na kuungama kwa mdomo, imani ya kanisa. Manake uwe msikivu wa neno la Mungu, uweze kutega masikio yako kusikia yaliyo mema, na mdomo wako uwe unaongea yaliyo ya Mwenyezi Mungu. Kuna watu tunasema wana masikio marefu, na kuna watu wenye ndimi kali. Manake watu wengine wanapenda kusikia sana mambo ya hovyo, ya fujo. Wanapenda kusikia habari za uchonganishi, za dhambi. Hali kadhalika kuwa na midomo pia yenye ndimi kali. Kuna ambao mnajuana wenyewe, hata ofisini, hata wapi, daima ni wagombanishi, wachonganishi, wenye midomo ya matusi, ya kufarakanisha, ya kupotosha wengine, kukatisha tamaa wengine. Lakini tambua, wewe unayefanya hivyo umebatizwa, na kama umebatizwa, tendo la efata lilifanyika kwako, uweze kusikia kwa masikio neno la Mwenyezi Mungu. Lakini kuna wengine hata masomo yanayosomwa hapa hata hayaingii masikioni. Lakini Kristo anasema mwenye masikio ya kusikilia na asikie. Jikumbushe efata yako, namna unavyotumia masikio yako, unavyotumia ulimi wako. Kumbuka ubatizo wako. Lakini Mtume Paulo, waraka kwa Waefeso, anatukumbusha juu ya efata yetu, namna gani ya kutumia masikio, namna gani ya kutumia ndimi zetu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura 4 mstari wa 29 mpaka wa 32. Maneno mabaya hata yasisikike kamwe miongoni mwenu, kila mara maneno yenu yawe ya kufaa na ambayo hujenga na kuwasaidia wengine, ili yawaneemeshe wasikilizaji wenu. Msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, maana Roho huyo ni alama ya Mungu kwenu kwamba ninyi ni watu wake, na thibitisho kwamba siku itakuja ambapo Mungu atawakomboeni. Basi achaneni na uhasama, chuki, hasira, kelele, matusi. Achaneni na kila uovu, muwe na moyo mwema na wenye kuhurumiana. Kila mmoja na amsamehe mwenzake kama naye Mungu alivyowasamehe ninyi kwa njia ya Kristo. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu.